katika mkoa wetu wa Njombe kwa mwaka 2025/26 kwa maana ya kuanzia mwezi Julai mpaka mwezi Desemba mwaka huu, mkoa wetu wa Njombe yameripotiwa matukio ya moto jumla 228 ambayo yanapelekea kuunguza hekta zaidi ya 16,123 kwa ujumla. Lakini pia katika hekta hizo 16,123 yamesababisha hasara ya shilingi bilioni 38,000.8. Ukiangalia ni hasara kubwa sana ambayo imetokea. Sasa tuone kwa kifupi, huu ni mwaka wa fedha huu ambao tunaendelea nao. Sasa mwaka wa fedha uliopita, ili tujanishe tuone hali ya tukio, hali ya matukio ya moto yale. Mwaka wa fedha uliopita 24/25 yaliripotiwa kwa jumla matukio ya moto 79 ambayo yalipelekea kuungua kwa jumla hekta 3,338 kwa ujumla kwa mkoa mzima, lakini pia yalipelekea hasara ya shilingi bilioni 8.4 kwa mkoa mzima. Sasa ukiangalia kwa mwaka uliopita wa fedha na mwaka huu wa fedha, na mwaka huu wa fedha ni kwa kipindi hiki cha miezi 6 tu, ukiangalia ni kama matukio ya medabo 79, saizi mwaka huu ni 228. Kwa ni yaani hakuna unafuu, bado hali sio nzuri. Sasa sababu ambazo zinaonekana kuwa kubwa ambazo zinapelekea kuongezeka kwa matukio ya moto hasa ni uandaaji wa mashamba kwa kutumia moto bila kuchukua tahadhari. Hapa ndugu viongozi, na mimi ni mashuhuda ni maeneo yetu huko kwamba Njombe, ukiangalia matukio ya moto kama tukichora graph, imekuwa ikiongezeka kuanzia mwezi wa 7 mpaka kufika mwezi Oktoba, wakati ule wa maandalizi ya mashamba. Kwa hiyo moto matukio yalikuwa yakiongezeka kwa kipindi hicho. Kwa hiyo ndio sababu moja wapo, maandalizi ya mashamba kwa kutumia moto bila kuchukua tahadhari. Hapa tuna kazi kubwa ya kufanya kama tunataka kuhakikisha kwamba tunakuwa salama katika mkoa wetu wa Njombe. Sababu ya pili ni uchomaji wa mkaa na upasuaji wa mbao. Katika uchomaji wa mkaa hapa, naamini pia viongozi ni mashuhuda pia kwamba ndugu zetu wakulima wa miti na wananchi wa kawaida, hapa kuna biashara kubwa tu ya mkaa ambayo inafanyika kwa mkaa unaotokana hasa na miti ya miwati. Kwa hiyo hapa hii miti kwa sehemu kubwa kuna watu wanachoma kwenye mashamba ya miti yenyewe, kwa maana kwamba mtu anaweza akapita akachagua miti ya miwati ndani ya shamba la miti na akachoma aidha pembeni au ndani ya shamba. Sasa hii nayo inasababisha pia watu wanashindwa kusimamia ule moto vizuri na hatimaye moto unaunguza mashamba ya watu. Sababu nyingine ni upasuaji wa mbao. Wakati wa upasuaji wa mbao inaonekana kwamba wale vijana ambao wanafanya upasuaji wa mbao wamekuwa wakifanya maandalizi mbalimbali ya chakula kwenye maeneo yao. Sasa kuna matukio kadhaa ambayo tumeshuhudia kwamba watu wanafanya maandalizi ya chakula, lakini baada ya maandalizi ya chakula hawauzimi ule moto wao na hatimaye wanaendelea labda na kazi zao au wanaenda kulala. Ule moto unaweza kupulizwa na upepo ukakolea na ukahama kwenye maeneo ya misitu na ukachoma hifadhi za misitu na mashamba ya miti ya watu. Sababu nyingine ni chuki, dhuluma na migogoro ya ardhi katika jamii. Hii nayo ni shida katika mkoa wetu wa Njombe. Sijui tutafanyaje, lakini niwaombe viongozi mlioko hapa, najua nyinyi mnajua vizuri zaidi katika maeneo yetu, hali nayo bado ipo na kuna namna ambayo tunatakiwa tufanye ili tuhakikishe kwamba tunatoka hapa. Sasa niombe nimalizie kwa hatua ambazo tumekuwa tukizichukua sisi kama serikali, lakini pia tunawahimiza ndugu zetu wakulima wa miti, makampuni na watu binafsi kwamba hatua tunazotakiwa kuchukua katika kudhibiti na kupambana na matukio ya moto, kwanza ni kuimarisha na kusafisha barabara za kinga moto kuzunguka hifadhi za misitu. Hapa tunahimiza kwamba watu wote ambao tunajihusisha na kilimo cha miti tusilime tu miti na tukaiacha kule hifadhini, tuhakikishe kwamba tunatunza barabara za moto na tunazuia moto. Pili ni kuimarisha mawasiliano mazuri. Inaonekana ukiangalia kwa karibu utagundua kwamba uwekezaji wa kilimo cha miti unataka uwe na mahusiano mazuri na wananchi au jamii inayokuzunguka. Sasa kwa baadhi ya maeneo tumegundua kwamba mwekezaji au mkulima akiwa
Akiwa na mahusiano mabaya na ile jamii inayomzunguka, hapa anaweza akapoteza rasilimali zake za msitu. Lakini pia kutoa elimu kutoa elimu katika jamii inayozunguka hifadhi za misitu, kuunda kamati na kuzimarisha kamati za kupambana na moto, kufanya doria mara kwa mara. Kwa maana kwamba watu tunaolima miti tuhakikishe kwamba tunazungukia maeneo yetu mara kwa mara haya, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaoguliwa miti anakuja kujua baada ya mwezi wa 3 au 4 huko kwa mashamba yetu. Lakini pia kufanya tathmini ya uharibifu wa rasilimali za misitu ambayo tunafanya sisi sasa kwa kushirikiana na halmashauri za miji na wilaya. Lakini pia kutoa adhabu kwa wadau wanaokutwa na hatia ya kuanzisha moto kwenye hifadhi za misitu. Hapa ni vyema pia tukahakikisha kwamba zile sheria ndogo za halmashauri tunazifuata, na wale wahusika ambao watakuwa wanakutwa na hatia ya kuchoma moto, basi hawa wachukuliwe hatua stahiki. Lakini pia niombe kutoa wito, mwisho kabisa niombe kutoa wito kwa viongozi wote ambao tumeshiriki hapa kwamba ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunasambaza elimu hii kwa wananchi wetu kule vijijini, na kuhakikisha kwamba wote kwa pamoja tunasaidiana kuhakikisha kwamba tunadhibiti au kuondoa kabisa matukio ya moto katika maeneo yetu. Kwa hiyo kwa waheshimiwa madiwani mliopo, nyie ni nguzo kubwa sana na mnaweza mkasaidia sana kwa uokoaji jahazi hili. Kama mnavyoona matukio ya moto yanaongezeka kila kukicha. Kwa hiyo sasa, bila kushirikiana na serikali, viongozi wa vijiji, kwamba hali hii haitaweza kukoma. Na kwa kifupi tu niombe ufahamu pia kwamba kuna baadhi ya wawekezaji wanataka kujitoa kuwekeza kwenye kilimo cha miti katika mkoa wetu wa Njombe. Wapo ambao tayari wamedeclare kabisa kwamba sasa Njombe sio sehemu salama kuwekeza katika kilimo cha miti. Kwa hiyo wote tuunganishe nguvu, tuhakikishe kwamba tunadhibiti au kutokomeza kabisa swala hili la uchomaji moto kwenye hifadhi za misitu, kwa sababu kunasababisha hasara kubwa sana.